Habari wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama na kuweza kuidumisha siku zote kipindi ambacho atakuwa hai, kuweza kutimiza ndoto zake, kuweza kutimiza mafanikio ambayo anahitaji au kuweza kutumia mafanikio ambayo anahitaji. Chochote ambacho tukifanya sasa ni kuhakikisha afya yako inakuwa salama kabisa. Unahakikishaje waweza kupata maarifa ambayo yatajenga afya yako au kupata chakula ambacho kitajenga afya yako? Chochote ambacho wakitahusisha afya yako. Kwa hiyo vyote katika harakati za kuhakikisha unakuwa salama kipindi chote. Leo naomba tujibu swali ambalo wanawake wengi wamekuwa wakipitia, au swali ambalo nimepokea katika grupu langu la WhatsApp ambao ninafundisha siri iliyojificha katika hedhi. Ni kitu ambacho wanawake wengi wamekuwa wakiuliza, kwa sababu gani wanawake hutokewa na hali ya kichefuchefu. Hii ni video ya 19. Kama hujafuatilia video yangu ya kwanza mpaka 18, basi video ya 19 naomba ufuatilie, ikiwa ni orodha video 100 ambazo zinatolewa pale ambapo mwanamke. Ingawa video ya 100 ikiwa natoa kwa lengo la kutoa shukrani kwa wote ambao mnafuatilia mitandao yangu ya kijamii. Ikiwa leo ni siku yangu ya birthday, kunatoa video 100 ambazo zina purpose au zina lengo la kutoa elimu kwa wanawake wote ambao mko duniani kuhusiana na hedhi. Kitu gani ambacho kinatokea, elimu pana kuhusiana na hedhi au siri iliyojificha katika hedhi, ambao watu wengi hamjui. Nafahamu hedhi peke yake, damu peke yake na vitu vingine ambavyo vinahusiana na hedhi ambavyo kila mmoja amekuwa akijua, lakini kuna vitu ambavyo ni nyuma ya. Kwa hiyo leo tutazame kwa sababu wanawake wengi wamekuwa wakipitia kichefuchefu. Kama basi haujafuatilia madarasa yangu ya nyuma, ndio unaweza ukarejea na kupata madarasa haya kwa kina zaidi. Sababu ya kwanza ikiwa ni prostaglandin ambayo huathiri homoni. Hii prostaglandin ni nini? Hii ni kemikali ambayo inazalishwa hususan pale ambapo mwanamke anakuwa katika hedhi, ambayo kazi yake kubwa ni kuhakikisha mfuko wa uzazi unajikunja au unajikunja, ambapo ukuta ambao umetengenezwa kwa ajili ya maandalizi ya mimba ule ndio ambao unatoka na damu kuweza kutoka. Kwa hiyo nini kinatokea pale ni hii prostaglandin inapokuwa kwa wingi zaidi, maana yake sio tu katika mfumo wa uzazi peke yake, huwa inaenda katika damu na kuingia katika mfumo wa chakula na kupelekea mwanamke akahisi hali ya kichefuchefu wakati wa ujauzito wake. Kwa hiyo inapokuwa nyingi na kwenda katika mfumo wa chakula, huwa inapelekea mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kusimama, ambapo mwanamke atajisikia ameshiba sana na baadaye anaanza kupata kichefuchefu. Kwa wengine wamekutana na changamoto ya kuweza kuwalisha au tumbo kujaa gesi. Lakini pia mabadiliko ya homoni ambayo yanaathiri tumbo, ambayo ni homoni mama zile ambazo zinahusika na masuala ya hedhi au mzunguko wa mwanaume, ambayo ni estrogen na progesterone. Hizi ni homoni mama ambazo kila mwanamke anazo. Sasa inategemea upo kwa kiwango gani au upo katika kipindi gani, kwamba zitakuwa zimepanda au zimeshuka. Lakini mwanamke anapokuwa hedhi au anapokuwa karibia na hedhi, kwa hizo homoni huwa zinashuka na kuweza kuruhusu mwili kutengeneza mazingira mapya ya ujauzito unaofuata. Kwa kinachotokea, kama zitashuka, zinaweza kuathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, kwa sababu homoni zako ndio mwili wako. Utakapojua mwili wako, ndio ambao utajua homoni zako sasa hivi zimepanda au zimeshuka. Kwa hiyo kinachotokea, hizi homoni za estrogen na progesterone kama zitakuwa zimeshuka na zinaweza kupelekea kuathiri utumbo au mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kumpelekea mwanamke kupata hali ya kichefuchefu au kiungulia ambacho anaisikia. Na wengine wamekuwa kisi hali ya uchovu sana au tumbo lao kujaa au kujisi hali ya kuharisha. Wengine wamekuwa wakipata jasho jembamba kutokana na maumivu makali ambayo yanachochea hali ya kichefuchefu ambayo mwanamke anakuwa nayo. Kwa hiyo hizi ni sababu 2 au 3 ambazo ya kwanza ni prostaglandin, ya pili ni mabadiliko ya homoni ambayo yanapelekea mwanamke kuhisi kichefuchefu, lakini wakati mwingine maumivu makali ambayo yanaweza kusababisha kichefuchefu kwa sababu ya mwingiliano wa neva ambao unahusika na mfumo wa chakula na kupelekea mwanamke kuhisi kichefuchefu wakati wa ujauzito wake. Ambao dalili zake sio kichefuchefu tu peke yake, mwanamke anaweza akahisi tumbo lake limejaa au anahisi kiungulia au wakati mwingine anahisi kuhara au hawezi kupata choo. Hizi ni sababu 3, lakini hii dalili kwenye mfumo wa chakula huanza katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo chochote ambacho unakiona katika mfumo wa chakula na hususan upo katika hedhi, ili ni kuondoe hofu, ili usipate hofu sana kile ambacho huwa kinaendelea katika mfumo wako wa chakula. Hauwezi kula wakati wa hedhi, unapitia changamoto yoyote. Hizi ni kwa sababu hizi 3 ambazo nimezisema na kupelekea mwanamke kupata yote hayo. Kwa hiyo hatuweza kuchukua, tuendelee na madarasa mengine ambayo itakuwa darasa la 20 na kuweza kueleza hatua gani ambazo zinafuata na kuweza kuwa salama kabisa. Asanteni na mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare na kucomment
na kutoa maoni yako, kwa sababu ni happy birthday yangu. Kwa unaweza kupongeza hapo chini, lakini kama utakuwa na swali unaweza kuuliza hapo chini, na mimi nikipata nafasi naweza nikarejea na kuweza kujibu au kusaidia kuona namna gani ambavyo unaweza ukawa salama kipindi chote. Asanteni na mpaka wakati mwingine.